wa umma wanaoishi ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi wafike kwake na kumuonyesha vitambulisho vyao kwa lengo la alichokiita eti kujiridhisha kama wamejiandikisha kupiga kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, kauli hii ya mkuu wa mkoa ni jinai, ni ukosefu wa maadili kwa kiongozi wa umma, ni mhemko wa kisiasa, na kwa ufupi tunaweza kuliita zoezi analotaka kulifanya ni zoezi la kuhamasisha uhalifu, na nitaeleza. Kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliofanya, inavunja sheria 5 za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yaani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na inavunja sheria ya utumishi wa umma. Lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. So mimi nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu, nitamueleza kwa lugha ya sheria. Waandishi wa habari, kwa nini nasema uvunjaji wa sheria za uchaguzi, hasa sheria ya uchaguzi ya Zanzibar? Kifungu cha 118 G, tafasili ya G, kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua, na hapa ninapotaka kusema ndio mpa bold na kuunderline, kuuza, kununua au kumpatia, naelewana vizuri au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki. Ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa faini kuanzia shilingi 300,000 mpaka 3,000,000, au kifungo cha miezi 3 mpaka miezi 6. Maana yake ni jinai kumpatia mtu kitambulisho chako ambaye hahusiki. Sasa kwa nini tunasema Kitwana hahusiki? Kwa sababu mkuu wa mkoa hayupo kwenye chain ya wahusika katika zoezi lolote linalohusiana na vitambulisho vya mpiga kura. Si afisa wa tume, si wakala, si mtu yoyote kwenye tume. Sasa hahusiki kwa tafsiri hii, na ndio maana sheria inasema hahusiki. Kwa sababu ukienda kwenye kupiga kura, nimeona anatoa huo mfano kwamba si wakienda kupiga kura si watakutana na mawakala wanataka kuonyesha kama umeandikishwa. Ndio, sababu wale wanahusika kwenye zoezi la kura, wako kwenye chain ya kura. Ukienda kituoni utamuonyesha wakala, utamuonyesha afisa wa tume, si ndio? Yeye mkuu wa mkoa hahusiki. Kwa mujibu wa sheria ni kosa la jinai. Kwa hiyo Sheikh Faruki, hapa tukisema tukuripoti kwa kumpatia mkuu wa mkoa kitambulisho chako, tunaweza tukawaambia polisi waanze uchunguzi. Ndio maana nikasema ni zoezi la kuhamasisha nini? Uhalifu. Sababu sheria imetamka kwamba hilo ni kosa kisheria.